Sasa hivi jamani tunakaribisha mwenyekiti. 1, 2, 3. Tunaenda kutumika kwenye mradi, mkayatunze yale magari. Sio kwamba mradi unaisha na magari yameshaisha. Yameshaibiwa spare, yalishaharibiwa kila kitu. Hapana. Tunataka baada ya mradi yarudi kama hivi jinsi yanapong'aa. Leo yametumika vizuri kwenye shughuli za ujenzi na sio kwenye shughuli zingine. Tumika vizuri kwenye shughuli za mradi ambao umekusudiwa na sio matumizi mengine, kwa sababu hizi ni fedha za wananchi. Kwa hiyo wewe mkandarasi utakusaidia sasa kukagua. Watu tegemei kwamba ukatuambia mradi huu ulijengwa chini ya kiwango kwa sababu sikuweza kufika kwa wakati. Magari hata kusaidia wewe kufika kwa wakati. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana halmashauri pamoja mkurugenzi pamoja na timu yako. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pamoja na timu yako. Nadhani sasa mkandarasi aingie site full na mhandisi mshauri naye aingie site full moja kwa moja. Sasa tukuone kweli huko unapambana na mradi tukabidhiwe mapema. Ikiwezekana kabla ya mkataba wako umetukabidhi mradi wetu. Hapo tutakuwa tunakushukuru sana, tutakupongeza sana. Na bahati nzuri ni Mtanzania. Tunachoshukuru ni kwamba mhandisi mshauri ni Mtanzania. Hata hizi fedha ambazo wanazipata zitabaki hapa nchini. Sio kwamba angepewa mhandisi mwingine wa nje, hizi fedha zote zingekuwa zinaenda nje, lakini kwa sasa zinabaki hapa kwetu. Kwa hiyo sasa tuchangamke. Watanzania tuchangamke. Unapopewa mradi uwe kama wa kwako, uwe mzalendo kweli kuhudumia na kuusimamia ili ukamilike kwa wakati na matumizi na value for money iwe imeonekana kwenye mradi. Otherwise mimi nawashukuruni sana. Mimi nawatakieni kazi njema. Kazi na utu. Unasonga mbele. Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, nikushukuru sana kwa fursa hii ambayo umenipa kwa ajili ya makabidhiano haya ambayo yanafanyika kwenye viwanja vya majengo ya halmashauri ya mji Njombe. Pia nikushukuru kama mwenyekiti wa halmashauri Njombe na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya mji Njombe pamoja na wataalamu wote mlioko mahali hapa. Kipekee sana kwanza nianze kumshukuru Mungu kwa kutupa afya na uzima kukutana siku ya leo, ambayo inawezekana ilikuwa siku moja hapa ambayo inasubiriwa kwa ajili ya kuona haya mambo yanatokea. Lakini cha pili nishukuru uongozi wa halmashauri, mheshimiwa madiwani wenyewe, timu ya wataalamu kwa kazi kubwa na ushirikiano wenu ambao mnaendelea kuitoa kwa ajili ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa Njombe. Na kwa msambamba na hapo, kama sio ushirikiano mlio nao ndani ya halmashauri, haya mambo hayawezi kutokea. Kwa hiyo endeleeni kuwa na ushirikiano ule. Lengo kubwa ni kuwaletea maendeleo wananchi. Lakini cha tatu ni mshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa miradi hii ambayo anaendelea kuitoa katika maeneo yetu ya wilaya na halmashauri zake, ambayo maendeleo haya yanashuka moja kwa moja kwa wananchi. Kwa ujenzi wa miradi mbalimbali ambayo inaendelea kwenye wilaya yetu na halmashauri zetu, haina maana ya kwamba itatumiwa na serikali, itatumiwa na wananchi wote. Kwa hiyo ninamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa anayoifanya na kushusha fedha huku chini kwa ajili ya kujenga miradi mbalimbali kwa wananchi. Ndugu zangu, kama sisi tunavyoona leo ni siku muhimu nzuri ya kukabidhiana magari ambayo yataenda kwa mhandisi mshauri kwa ajili ya kazi kubwa ambayo iko mbele yetu ya ujenzi wa barabara hiyo ya kilomita 8.3 ambayo tayari mkandarasi yuko site, na sambamba na hapo na component zingine za ujenzi wa majengo mengine yanafanyika kwa ajili ya ofisi za mhandisi mshauri, na zenyewe zinaendelea vizuri kama tulivyoona hapo kulia kwetu. Tunaona jengo linaendelea. Kwa ukamilishaji wa majengo haya yatakuja kuwa faida sio kwa ajili ya serikali, tuna wananchi pia ambao watakuwa wanapatiwa huduma katika maeneo yale. Kwa rai yangu tu au ombi langu ni kwamba mhandisi mshauri ambaye umeajiriwa sasa na serikali,
kupitia halmashauri ya mji Njombe. Sasa ukamsimamie mkandarasi kwa nguvu, kuhakikisha ya kwamba anatekeleza mradi wake ndani ya muda ambao uko kwenye mkataba. Nje ya mkataba tusiruhusu jambo hilo lifanyike, kwa sababu serikali imeshatoa fedha zipo na wananchi wanataka huduma. Na kwa sasa wananchi sio kwamba wanatamani kuona sana jengo limejengwa, wanatamani kuona huduma zinapatikana kwenye maeneo yale ambako miradi imefanyika. Kwa ni muhimu sana sasa tuelekeze nguvu pale kuhakikisha kwamba huyu mkandarasi akasimamiwe vizuri, afanye kazi masaa 24 ili mradi ule ukamilike na wananchi waanze kuutumia. Na tukifanya hivyo tutakuwa tunaifungua Njombe yetu, na ni mradi muhimu wa kimkakati kabisa ambao ukikamilika utakuwa na manufaa makubwa sana kwa wananchi wa Njombe. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, na niseme mgeni rasmi katika hafla fupi hii, makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Njombe, mkurugenzi, wakuu wa idara wote na vitengo, pamoja na mhandisi mshauri wa mradi wetu wa TACTIC. Nitumie nafasi hii kwa niaba ya baraza la waheshimiwa madiwani halmashauri ya mji wa Njombe kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuweza kutuletea fedha za mradi huu wa TACTIC, ambapo awamu ya kwanza tunakwenda kujenga barabara ya lami yenye urefu wa kilomita 8.3, lakini pamoja na package hiyo leo tunakabidhiwa rasmi magari haya mawili kwa ajili ya kusimamia huu mradi. Lakini haya magari maanake tunakabidhiwa sisi kama halmashauri ya mji wa Njombe, lakini hatimaye tutakabidhi kwa mkandarasi kwa ajili ya mhandisi mshauri consultants kwa ajili ya kusimamia mradi. Lakini matarajio yetu magari haya sasa yatatunzwa vizuri ili makusudi baada ya mradi kukamilika yarudi halmashauri kwa ajili ya kuendelea na shughuli za utendaji kazi kama kawaida. Kwa tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tunamshukuru sana Mheshimiwa Mbunge kwa sababu tumeshirikiana naye vizuri katika mradi huu na hasa katika utafutaji wa hizi fedha. Kwa hiyo mkuu wa wilaya tunatumia nafasi hii sana kumshukuru Mheshimiwa Mbunge Deodatus Filipo Mwanyika. Kwa hiyo tunategemea katibu angekuwepo wa mbunge lakini hayupo, tunadhani salamu zake zitafika ili tuweze kupeleka salamu na shukrani kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sasa kwa maneno haya mimi kwanza kwa niaba ya waheshimiwa madiwani au tuseme kwa ujumla baraza la halmashauri ya mji wa Njombe tunashukuru sana. Sasa baada ya maneno haya ni kukaribisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi Ndugu viongozi, sasa hivi ni kazi na utu. Kazi na utu. tunasonga mbele. Asante ndugu viongozi, kama mratibu wa mradi wa TACTIC ishara na njia Ibengwe, niko mbele yenu asubuhi hii kuwajulisha kwamba katika mradi wa TACTIC tunaoendelea nao kuna magari mawili yamenunuliwa na mkandarasi na yatatumika kwa ajili ya usimamizi wa mradi na injinia mshauri UWP. Kwa hiyo tumekutana hapa asubuhi hii ili mhandisi mshauri fanye makabidhiano ya magari haya, kwa sababu yeye amekabidhiwa na mkandarasi baada ya kuyanunua. Sasa yeye ameyaleta kwa mwajiri ambaye ni Njombe Town Council ili tuyapokee. Tukisha yapokea, vivyo hivyo uongozi wa Njombe Town Council utamkabidhi yeye kwa ajili ya matumizi kipindi chote cha mradi ili aweze kusimamia hii kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo haya magari ni mojawapo wa nyenzo za kazi ili mradi ufanikiwe. Kwa hiyo ni magari mawili yamenunuliwa aina ya Ford Ranger kwa usajili namba kama tunavyoziona hapa DFP B 1207 na gari la pili ni DFP B 1208. Kwa hiyo tumefanya ukaguzi wa magari haya na tumeona zile vitu vyote, nyaraka husika na kila kitu kiko sahihi. Kwa hiyo niombe uongozi wa halmashauri wayapokee, lakini katika procedure hii nzima
tupo na Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ambaye ni shahidi wa makabidhiano haya pamoja na katibu wa mbunge